Leo ndio mwisho wenu. Sio zaidi ya hapa. Sio zaidi ya hapa. Hii ndio mwisho wenu. Hukumu imepita kwenu. Hukumu imepita kwenu. Wewe mwenye nguvu umekutana na mwenye nguvu kushinda wewe. Maana imeandikwa, mwenye nguvu afunge silaha zake na kulinda mali yake huwa salama. Akipatikana mwenye nguvu mwingine wa kumshinda, kumfunga kisha kumpokonya silaha zake na kugawa mateka nyara. Leo ninawashinda kwa nguvu ya msalaba wa Yesu. Ninawashinda kwa nguvu ya damu ya Yesu. Biashara inaishia hapa leo. This is the day that the Lord has made to set his people free. Ingia kwenye mwili wako, ewe mama. It is a God case. Hukumu uliyepata ni saizi yako. Na pitisha hukumu kwa wote waliokiuka agizo la Bwana. Imekwisha. 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 Leo ndio ile siku Bwana aliyepanga. Leo ndio siku Bwana aliyepanga. Kwa wote wana ndugu waliyekuwa wamecheza katika maisha yako. Leo ndio siku Bwana aliyepanga. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Leo ndio siku Bwana aliyepanga ya kutoa katika mikono ya wanafamilia wote kwa jina la Yesu. Na katika jina la Yesu ninaganga majeraha yote. Kama moyo wako uliumia, yawezekana iliumizwa moyo wako, ama nafsi, ama roho, ama mwili. Sasa ninatamka uponyaji wa moyo wa kila mmoja, uponyaji wa roho yako, uponyaji wa mwili wako. Ninafuta mabaya yote uliyotendewa, yanayoendelea kuwa ni kumbukumbu kwenye ufahamu wako na kukuletea mawazo mabaya. Ninafuta maneno uliyoambiwa, nafuta laana zote, nafuta udhalilishaji uliyedhalilishwa na mabaya yote kiroho na kimwili. Na kusanya roho zote chafu kutoka kwenye upande wa ndugu zetu, mizimu, majina, majoka, na kutoa katika kifungo hicho. Natoa ndugu zao katika kifungo hivyo, na magereza yote ya familia na ukoo na wanandugu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa, kila mtu ingia kwenye mwili wako na utoke kwenye ulimwengu wa kiroho uje kwenye ulimwengu wa kawaida kwa jina la Yesu.
kwenye maisha yake, tena maisha yote. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Narudisha kila moja kwenye asili ya uumbaji, na Baba naganga mioyo yote. Katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Nisikie amena nyingine kubwa. Amen. Basi tunafikia hapo, na kesho mimi nitapata kuendelea, na amini ya kuwa kuna kitu Mungu ametenda kwako, hata kitu kinachoitwa mazoea. Maana mazoea ni kitu kibaya katika watu waliookoka. Hata mbinguni itakushangaa. Acha mazoea, amini kama kuna kitu Mungu amefanya, na utaona maisha yako yakibadilika. Of course mimi naendelea. Majeraha yaliyopatikana katika familia, taendelea na maeneo Mungu atakuwa. Namshukuru Mungu alipoonyesha, yani umeomba kitu ambacho sijakwambia, lakini ndicho kilichokuwa. Ni ipi? Mamangu alinikwaza sana. Mamangu, lakini kupitia hawa baba. Mimi nilikuwa nimefunga shule, nilikuwa nasoma sekondari. Nikaenda Mbeya, nakuta mamangu ameolewa. Mamangu alikuwa anaolewa. Anaolewa na achu. Babangu alipomwacha, babangu akaenda Ulaya, akaoa mwanamume mwingine hivyo. Sasa nikafika kwa kukuta hana lebako. Sasa lakini yule baba alikuwa anaishi na mama, alikuwa mtoto wake wa kiume ndo aliyembaka hali. Lakini mama hakuweza kwenda kumshaki popote, kwa sababu alikuwa anampenda yule mume wake. Na yule mwanamume akawa anasema, mimi nakupenda wewe peke yako, kwani watu siwapende kabisa. Vinginevyo wewe ukubali, tuachane, au mimi wewe usipende watoto wako, yani uchague mawili. Unipende mimi, lakini watoto wako wewe mbali, au wewe wapende watoto wako, mimi na wewe tuachane. Kwa hiyo mama akasema, mimi siwapendi watoto na kupenda yule mwanamume. Basi nafika na begi langu pale, anasema haya, umekuja kufanya nini hapa? Kama sina kuja likizo kuona. Akasema sitaki kumpoza yule baba. Yaani sitaki kumpoza, jamani, msije mkanichanganya kwenye ndoa. Yaani sitaki saa. Huyu mwingine hapa ananichanganya. Na wewe ndio unataka kunichanganya. Achukua begi langu na akatupa kwenye matope huko. Anitaki. Nikasema sasa katafute mama mwingine. Mimi siwezi kupanga ndoa yangu kabisa, nampenda yule mwanamume. Basi nikachukua begi langu. Kulikuwa na majirani hapo. Wala hata kwanza hata wanijue, yani walikuwa wananisikia. Wakachukua begi langu. Huyo baba ana mdogo wake. Akachukua, nikaenda kwenye nyumba yake nikalala. Asubuhi nikaondoka zangu pale, nikarudi kwa aunti. Kweli kile kitu kimeniumiza katika maisha yangu sana. Kimeniumiza sana. Kimeniumiza sana. Lakini baada ya miaka fulani kupita, yule mama mimi nikawa ndo msaada. Siku moja akaja kwangu, hata kwenye harusi sikumwambia wala hicho chochote, nilikuwa simshirikisha. Nikasoma shule, nikamaliza, yani kwanza nikajikuta tu heri bora tu si niolewe tu. Hata bwana mwenyewe akao sahihi. Maana yule mwanamume ambaye profesa ambaye ndo alikuwa anataka kunioa, alikuwa ananipenda kabisa, tena muache. Yani ikawa ni shida, lakini kwa sababu ya mama. Na baadaye akawa anakuja kwangu, nikamwambia mmoja ufanya nini kwangu? Niambie, wewe kwako usinifukuza. Akasema nisamee. Hata kile nisaidie ni wewe. Ndio katika watoto wote. Wewe ndio mwenye upendo ambao kweli nimemtunza kweli, nimsamee, lakini imeniumaga sana. Nikasema sasa nikaenda kumwambia mama mmoja kidogo, nikamwambia mama wangu nimfanye nini? Amenitendea kitu ambacho kiliniumiza katika maisha yangu. Lakini kila nikija nikimwambia mama, ulinifanyaje? Mbona uko nyumbani kwangu unaoga na kununulia nguo nzuri, lakini kwa nini unifanyia vile? Mimi jamani, shetani alinishika, ndio mwanamume. Nikamwambia basi na wewe. Sasa kina kwa Mama Steve naye pia hamtaki, kwa sababu naye alimfanyia hivyo. Basi umeona kinachofanyika. Ndio maana Yesu ni Bwana. Aliingiza kwenye ndoa ambayo sizionekana inaleta kwa sasa hivi. Kwa hiyo imekuwa ni shida mimi kwenye ndoa. Wewe umeshaponywa, sasa unalia nini? Wewe yani ndoa hiyo kwa ni shida
kule. Ndoa hiyo si Mungu ameshakutoa, kwani umendoa mara mbili? Ndoa hiyo mume huyo si hayupo? Kwani yupo? Kwenda kuniona anateseka mpaka kesho. Teseka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingine ambavyo mnashindwa kuongea, lakini ndio vitu anayetesa maisha yenu. Umeona, ni vitu vinavyotakiwa viongelewe, viombewe, lakini Bwana Yesu asifiwe. Bila shaka anasema hivi watu wa Mungu.